Ni Juni 23 na mapema kabisa wa mwezi Julai taanza kuwa na maonesho ya kimataifa ya Sabasaba hapa nchini. Na maonesho haya hufanyika katika viwanja vya Sabasaba hapa Dar es Salaam, lakini wadau wake ni wengi mno. Wewe pia ni mmoja wa wadau wa maonesho haya ya Sabasaba. Pamoja na huduma zote ambazo zinatolewa ndani ya viwanja vya Sabasaba, wewe kama mdau unaweza kufika pale na kutembelea mabanda na kuona vyote ambavyo vinaendelea kupata huduma tofauti tofauti kutoka kwenye taasisi mbalimbali ambazo zinaweka mabanda yake ndani ya viwanja vya Sabasaba. Lakini ni kwa namna gani sasa unaweza kupata huduma hizo kwa urahisi zaidi, hasa kwa kuzingatia suala la usafiri ndani ya viwanja vya Sabasaba? Kwa sababu wakati mwingine unaweza kwenda kutembelea na mabanda lakini ukaona ukaribu ambao unaupata, ila ndani ya viwanja vya Sabasaba kunakuwa na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unaweza ukaona distance ambayo iko nayo. Sasa leo hii tumetembelewa na mmoja wa mameneja kutoka shirika la Posta mkoa wa Dar es Salaam, Ferdinand Kabiemela, lakini hapo baadaye pia tunaweza kujiunga na mkurugenzi wa masoko kutoka Posta, John Mwakalonge. Lakini kubwa ni kwenda kuzungumza ndani ya maonesho haya ya Sabasaba zile huduma ambazo zinapatikana ama zinaenda kutolewa na shirika hili. Ferdinand, karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Na moja kwa moja unaweza ukatuambia mmejipangaje katika maonesho haya? Nashukuru kwa fursa hiyo. Na jina langu ni Ferdinand Kabiemela kama ambavyo umenitambulisha. Ni meneja wa shirika la Posta mkoa wa Dar es Salaam. Leo niko hapa mahususi kwa ajili ya kuongea na wananchi, kuelezea namna gani shirika la Posta tulivyojipanga katika kushiriki kikamilifu kwenye maonyesho haya ya Sabasaba ambayo ni maonyesho ya 49, wakati tunaenda kuangazia jinsi gani ambavyo tutawawezesha wafanyabiashara wanaoshiriki maonyesho haya, lakini vile vile tutawawezesha wananchi ambao ndio hasa wateja na ndio walengwa wa maonyesho haya, ambao wanategemea kwenda ndani ya maonyesho yale kukutana na wafanyabiashara kutoka maeneo tofauti tofauti ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Shirika la Posta Tanzania tumejipanga vizuri, tumejipanga kikamilifu. Tuna huduma nyingi sana ambazo tunaenda kuzipeleka kwenye maonyesho ya Sabasaba. Tuna huduma mahususi ya usafiri ndani ya viwanja vile vya Sabasaba, ambapo mteja au mwananchi atafika kwenye viwanja vya Sabasaba, tutampokea getini kama mfalme. Tunasema VIP transportation ambayo tunaita Royal Baggage. Royal Baggage tunasema ni magari au ni vyombo vya usafiri vya kifalme. Ambapo tutampokea getini, tutamzungusha kwenye viwanja vile vya Sabasaba kuanzia banda moja mpaka la mwisho upon request yake yeye, kwa gharama nafuu kabisa. Sawa. Mtazamaji anaweza akajiuliza hapa kwamba tumezoea kwa huduma za Posta kutuma barua, mizigo, lakini leo mmekuja na ubunifu huu wa huduma za usafiri katika viwanja vya Sabasaba. Kulikoni? Ndio. Asante sana kwa swali hilo. Unajua, tunasema mabadiliko ni chachu ya maendeleo. Kwa hiyo mabadiliko ya mahitaji ndio ambayo yametufanya sisi kama shirika la Posta Tanzania tuwaze kwamba huyu mwananchi ambaye amezoea kwamba Posta ni barua, amezoea kwamba Posta labda ni huduma za fedha peke yake, kwa sababu tukiongelea Posta wakati mwingine mtu anaweza kahisi ni barua peke yake, lakini kumbe Posta ina vionjo vingi tofauti tofauti kulingana na mahitaji tofauti tofauti ya wateja wetu. Kwa hiyo hili, ndugu mtangazaji, ndilo ambalo imetupa chachu sisi ya kufikiria kwamba sasa wananchi tunaenda kuwapelekea kitu gani kwenye maonyesho haya ya Sabasaba. Tukasema hapana, tuje na kitu kingine cha tofauti kabisa ambacho kwa nchi yetu ya Tanzania tunasema ni ubunifu wa kwanza kabisa, na wasiwasi inawezekana Afrika Mashariki na Kati sisi ndo tukawa wa kwanza kwenda kwenye maonyesho ya namna hii tukiwa na huduma hiyo ya Royal Baggage kwa ajili ya wananchi wanaoshiriki
maonyesho yale, lakini hiyo ni moja tu kati ya huduma nyingi sana ambazo tunaenda nazo kwenye maonyesho haya Sabasaba. John Mwakalonge, karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Nashukuru sana. Ferdinand ameweza kutujuza hapa katika yale ambayo mmepanga kuwahudumia Watanzania. Ukifika viwanja vya Sabasaba, ada ilivyokuwa kwa miaka mingi, maonesho mengi ambayo yamepita, ukifika kuanzia pale mlangoni ukuta idadi kubwa ya watu wakiwa wanalipia na kupata huduma, na wakati mwingine ukuta kundi kubwa kabisa la watu, mfano wa wale ambao hata wakiwa wanatoka labda kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuangalia mpira au wakiwa wanaingia au wanatoka. Tumeambiwa kuna Royal Bags. Hii itakuwa ni kwa kila ambaye anafika Sabasaba au kutakuwa ni kwa wale ambao wana upekee wao, au kutakuwa kuna malipo labda kwa wale ambao watatumia vifaa hivi? Labda ndugu mtangazaji, niseme kitu kimoja. Kwenye ulimwengu wa masoko hakuna product moja kwa kila mtu. Yani hakuna product moja ambayo kila mtu anayo. Yani kuna kitu kinaitwa segmentation. Tunazigawa product kulingana na watu. Kwa hiyo sisi tunapoileta kila mtu anapata fursa akitaka kuitumia, na tunaamini wengi watataka kuitumia. Lakini wapo ambao watataka kutembea kwa mguu. Mimi na rafiki yangu mmoja tulikuwa naye jana Mloganzila pale. Akasema tulikuwa floor ya 8 kumuona mgonjwa, yeye akapanda kwa mguu. Akapanda lift. Kwa hiyo haiwezekani. Watu wapo. Floor ya 8 ya Mloganzila it's too far. Akatembea akaenda kwa mguu, wapo. Lakini kweli sisi tumejiandaa kwa ajili ya kumaccommodate kila atakayehitaji huo huduma. Kwa hiyo hilo tumelifanya na tumejipanga vizuri. Na watu wajiandae tu, wale ambao watahitaji huduma tutawapatia bila gharama. Gharama zipo kwa sababu there's no free lunch. Ndio. Tusije tukashindwa kuwahudumia kwa sababu lazima na wenyewe wachangie gharama. Watachangia gharama. Sawa. Imetajwa idadi hapa kwamba maelfu kwa maelfu huingia katika maonesho haya. Na maana mnavyo vya kutosha sana basi. Kwa kweli tumejipanga kuhakikisha kwamba wale wengi watakaohitaji watavipata. Nice. Yeah, tumejipanga. Japokuwa niongeze tu, kuna watu wengi ambao wanapenda kutembea kwa mguu. Wanapenda kutembea kwa mguu kufika, lakini wale watakaohitaji tumejipanga kwa gharama nafuu kabisa, watachangia huduma then tutawahudumia. Nikiwemo mimi. Karibu. Karibu sana. Okay, usafiri wa mizigo. Hasa kwa wafanyabiashara ambao wanaenda kuweka pale biashara zao. Hilo kwa upande huo mmejipangaje? Pia tunazo pia skuta za umeme. Na in fact tunazingatia mazingira, makelele mle ndani. Kwa hata hizo roll bags za umeme, hizi skuta zitakazobeba ni za umeme. Sasa kwenye mizigo kama ilivyo abiria, kuna mule ndani watu wanaotaka kuingiza mule ndani, tutawahudumia. Tunazo skuta. Kuna mtu amenunua anataka ufike nyumbani kwake, tutamhudumia kwa mule ndani na tutamfikishia nyumbani kwake. Kwa sababu tuna Swift Pack ambao unaweza ukaitumia kwa abiria na mizigo. Tuna Post Cargo unaweza ukaitumia kwa abiria na mizigo. Lakini hata anayetaka kuipeleka nje ya nchi, tuna EMS inakufikishia unapo kwenda. Kuna limitation tu chache za kilogram, lakini bado hata hivyo tunafanya logistics na partners wetu wengine, lakini tunakuhakikishia mzigo unaweza ukatoka popote ukaingia Sabasaba, na unaweza ukatoka Sabasaba ukafika popote. Worldwide. Maonesho 47 ya maonesho 49 ya Sabasaba. Hakika wadau tofauti wamejipanga sana kuelekea maonesho haya. Ukiacha huduma za usafirishaji ambazo mmejipanga nazo za watu binafsi, lakini pia za mizigo kama mlivyotujuza, ninyi pia ni watu wa huduma. Vipi kwenye huduma za posta? Tutakuja kufuata barua zetu Sabasaba au itakuwaje? Ferdinand. Asante. Huduma zetu zote zinazotolewa katika ofisi zetu za posta zitapatikana katika viwanja vya Sabasaba. Pale kwenye banda letu la Sabasaba. Uzuri banda letu lile katika maonyesho haya 49 na sisi tunaweza kuwa tunatimiza
miaka 24 kama sio miaka 25 Okay. ya kutumia banda lile. Kwa hiyo wanaopafahamu pale, ile sio banda, ni nyumba yenu. Ni nyumba yetu kwa kweli. Ile tukiita banda nitakuwa nakosea. Ile ni nyumba Pale yetu. nyumbani kwenu. Pale na ule mtaa kabisa. Ukiangalia kile kibao kilichowekwa kwenye ile mtaa, anwani za makazi, wameweka ule mtaa wameuita mtaa wa Posta. Ndani ya Sabasaba tuna mtaa wa Posta vile vile. Kwa hiyo unaitwa mtaa wa Posta kwa sababu ya ofisi ya Posta iliyoko pale. Huduma zetu zote zitakuwepo. Huduma ya EMS ambayo ni usafirishaji wa haraka itakuwepo. Huduma ya mails ambapo ni mails ambapo ni barua kawaida na mizigo, huduma hiyo itakuwepo. Vile vile huduma ya kubadilisha fedha, bureau de change, vile vile itakuwa inapatikana. Kwa hiyo kwa wananchi wote watakaokuwa na mahitaji ya huduma ya kubadilisha fedha, wakifika pale watapata huduma. Lakini vile vile wakala wa kutumiwa fedha kwa kutoka ng'ambo wanaotumiwa kwa zile huduma zetu za MoneyGram na nyingine, wote kwa pamoja wanaweza kupata huduma pale ndani ya ofisi zetu. Lakini vile vile tunaendelea na usajili wa madereva na usajili wa abiria kwenye huduma yetu mpya ya Swiftpack. Usajili ule tunaofanya kwenye ofisi zetu za Posta, kwa hiyo na pale usajili tutakuwa tunaendelea kufanya. Lakini hivyo na hii huduma ambayo ameongelea mkurugenzi tayari ya Royal Bags, kama mtu mwingine unaweza kufanya arrangement kwa ajili ya wenzako ambao wanakuja baadaye kutaka kufanya bookings, vile vile tutatoa huduma pale. Kwa hiyo nipende kusema kwamba atakayefika kwenye nyumba yetu ya Posta kama ambavyo umeita, basi atakuwa amefika kwenye ofisi ya Posta. Kuna huduma muhimu sana na hujatuambia Ferdinand, labda mkurugenzi atatamani kuizungumzia. Najua ninyi ni marafiki zetu kupitia Azam Pesa. Hakika. Tuambie, tunaweza kupata huduma hizo katika nyumba yenu pale Sabasaba? Yes, tutatoa huduma hizo za fedha za kimtandao. Azam Pesa itakuwepo, lakini pia tuna huduma za pamoja. Tuna banda la huduma pamoja. Unataka NIDA, kitambulisho, passport, na sisi pia Posta ni wadau, ni stakeholder wa huduma za pamoja za serikali. Kwa hiyo mule ndani pia mtatupata. Lakini kama itoshi, kuna watu watahitaji maboksi ya barua, watataka kuhuisha taarifa zao za maboksi ya barua na watataka kupata virtual box pia. Sabasaba tutakufungulia na ni sehemu ambapo tutashowcase product zetu zote. Tuna wafanya biashara ambao wanataka kujiregister kwenye duka mtandao. Posta ina duka mtandao ambao lilikuwa na jina inaitwa Kitonga zamani, lakini soon tunalibadilisha kwenda jina lingine ambalo sio siri, litakuwa inaitwa Kipepeo. Na pale ndani ukiwa na product zako, ukiwa na vitu vyako unataka kuviuza, tunawakaribisha wafanyabiashara kuregister kwa gharama nafuu sana kwenye hili duka mtandao. Lakini pia watu ambao hawataingia Sabasaba wako huko nje, wanaweza wakanunua vitu vya Sabasaba kutoka kwenye duka mtandao. Kwa hiyo wafanyabiashara watakao kuja Posta wote waingie, wajiregister kwenye duka mtandao na waweze kupata wateja nje na ndani ya viwanja vya Sabasaba. Inavyoonekana Posta kuna vitu vingi sana. Ni Posta mpya sasa. Even though katika fikra za Watanzania inaonekana kwamba ukizungumzia Posta ni kutuma na kupokea barua ama mizigo. Na wengine hata kuhusu mizigo tunakuwa hatufahamu katika hilo. Hakika. Tunawakaribisha. Tunaweza pia tukafanya sasa vipindi vya kutoa elimu kuihusu Posta. Kuna vitu vingi sana. Na ndani ya Sabasaba tutawatembelea tuje kuona vile ambavyo mnavifanya na vile ambavyo vinahitajika Watanzania kuvifahamu kutoka kwenye huduma zenu ambazo mnazitoa. Teknolojia inazidi kukua kila siku, na ndio maana mkurugenzi hapo amegusia Visual Box na duka mtandao na vitu kama hivyo. Mnaonaje huduma ya usafirishaji kuendana na teknolojia kwa sasa? Ukitaka kuona kwamba tumegundua tuna huduma inaitwa Pikam ambayo pia wanasema ni postal city agent mails, ambayo hii unaweza ukasafisha barua bila kupita Posta, unaiita inakuja. Hii pia inaonyesha kwamba tulikuwa tunapambana kukizi matatizo ya changamoto na faida za kimtandao. Lakini kama haitoshi, tumekuja na Swiftpack. Swiftpack unafanya huduma nyingi sana za Posta, almost zote za kusafirisha za logistics unafanya kutumia Swiftpack na mizigo yako inaenda.
Kwa tupo tuna machi na teknolojia kila siku, na moto wetu na mwelekeo wetu sasa hivi ni posta mpya. Hii ndio direction tulioichukua, na sasa hivi tunawatangazia tumeunveil posta mpya. Kwa maana tutaendelea kuhabarisha kama ulivyokwisha kusema vitu vingi sana ambavyo posta tunavyo. Na kwa kweli watu wengi unapowaambia posta wanakumbuka tu bahasha. Lakini posta ni zaidi ya bahasha. Tena sio bahasha. Ni zaidi ya bahasha. Bahasha zile za kwenda kufungua pale sanduku na funguo. Ferdinand, kwa kumalizia, tuna siku chache tu kuelekea kwenye maonyesho haya ya Sabasaba. Ni wito gani ambao shirika la Posta ambao mnaweza mkautumia kuwaita Watanzania kuja kufurahia huduma zenu? Sawa, asante sana. Mimi niongee na wananchi, wafanyabiashara pamoja na wateja wao kwamba faida ya kutumia shirika la Posta kwenye maonyesho haya ya Sabasaba ni kubwa sana, kwa sababu nyinyi wote ni mashahidi kwamba katika nafasi moja au nyingine sisi wote ni shoppers. Tunapenda kununua. Lakini wakati mwingine tunapata limit ya kununua tukiwaza tunasafirisha vipi. Kwa hiyo mimi ninayependa kununua nawaza kitu nitakitoa Sabasaba nikifikishe let's say Katavi kwa usafiri gani. Au mfanyabiashara ambaye yuko Katavi anawaza mizigo yake anaitoaje Katavi aje kushiriki maonyesho ya Sabasaba na kupata wateja wengi sana, kwa sababu maonyesho yale yana wateja wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Sasa Posta sisi tumekuja katikati. Solution ya usafirishaji sisi tunaitoa. Total solution. Mfanyabiashara, bidhaa zako kule uliko tuletee sisi, tuite, tutazibeba, tutakupeleka mpaka Sabasaba. Mteja anenunua pale ndani Sabasaba, anamaliza kununua, ana request. Sisi tutaenda tutachukua pale dukani. Tutaenda ofisini, tutafunga vizuri. Tutamsafirishia mpaka point anayotaka yeye tupeleke. Bila kujali ni mzigo wa aina gani. Bila kujali mzigo wa aina gani. Sisi tutasafirisha, kwa sababu tunasafirisha kuanzia mzigo mdogo mpaka mizigo mikubwa. Kama ambavyo ameshaongea mkurugenzi hapa, tuna kuanzia pikipiki mpaka magari makubwa ya tani 30. Kwa hiyo sijui utataka mzigo gani ambao tutashindwa Posta kubeba. Kwa hiyo faida ni kubwa sana, wachukue fursa hii. Sasa John, kwa upande wako, baada ya maonyesho ya Sabasaba, huduma za Posta zinaendelea au zinaishia maonyesho ya Sabasaba? Hapana, Posta inaendelea, na tunachoenda kukifanya Sabasaba, unajua ile ni exhibition huwa tunaenda kudemonstrate kile tunachokifanya. Hatuendi kufanya maigizo, ni kile tunachokifanya, huduma tunazozifanya ndizo ambazo tunaenda kuzitoa. Kama alivyosema meneja Ferdinand hapa, ni kwamba hapo ulipo wewe, uko Katavi, uko Shinyanga, uko Zanzibar, kila mahali, unaenda tu ofisi ya Posta, unapeleka mzigo wako, alafu wewe unachukua chombo, unakuja Sabasaba, unakuta mzigo wako kwa Sabasaba. Kuna nini kingine tena unataka kirahisi kama hicho? Na hata huko uliko unaweza usije ofisini ukatupigia simu tukaufuata. Tuna huo uwezo kwamba tupigie, niko sehemu fulani na mzigo wangu wa asali na mzigo wangu wa magodoro na mzigo wangu wa TV, nataka niupeleke Sabasaba. Tunakufuata, unaukuta Sabasaba. Lakini ukitoka pale pia vivyo hivyo, nimenunua sehemu fulani, njoo uchukue, tunachukua. Vipi kuhusu kutoka nje ya nchi? Tunafanya pia hizo courier service kutoka nje ya nchi, na pia tunafanya clearing and forwarding kutoka nje ya nchi. Okay. Hakika mna mengi, na sisi tunawashukuru sana. Tunatakia kila la heri. Kwa mara nyingine niwakumbushe, hii elimu isiishie ndani ya Sabasaba. Asante sana. Anaitwa John, zisiishie ndani ya Sabasaba. Asante sana. Tunashukuru sana. Anaitwa John Mwakalonge, ni mkurugenzi wa masoko kutoka Posta. Lakini pia karibu sana John kwa mara nyingine. Lakini pia tulikuwa naye meneja Posta mkoa wa Dar es Salaam, Ferdinand Kabiemela, karibu sana. Asante sana. Sisi tunasubiri kufika Sabasaba na kuenjoy mnakihitaji hicho kigari cha Royal Bag. Hicho mwezi kunikosa, nitafika. Karibu sana. Asanteni sana. Maonesho 49 kumradhi, yani Sabasaba na 49. Maonesho 49 ya Sabasaba yataanza mapema kabisa mwezi Julai, lakini kwa sasa maandalizi yameanza, na bila shaka Juni 28 huduma zitaanza kutolewa pale katika viwanja
vya Sabasaba, na huduma ya usafirishaji kama mlivyosikia kutoka kwa wenye jukumu la kuwasafirishia bidhaa zenu, aidha kutoka mkoani kupeleka Sabasaba au kutoka popote, lakini pia kutoka Sabasaba kupeleka huduma yako kokote.